Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo? Wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Yanga wanachokifanya ni bandika bandua, ni kuweza kukoleza moto kwenye tanuli la moto. Hakuna kuweka maji, hakuna kuzima, ni mwendo wa kuwaka tu. Sasa kile ambacho kimeweza kutokea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, mimi nimekusogezea taarifa kubwa kabisa ambayo leo hii huenda ikawa ni taarifa ya furaha kwa mashabiki wa klabu ya soka ya wananchi. Hapa nazungumzia Young Africans kwa kile ambacho walikuwa wakiweza kukisubiri kwa hamu. Hatimaye wameweza kusikia uongozi wao ukiweza kufunguka juu ya yale ambayo wao waliweza kuyatamani kuweza kuyaona yakifanyika kwenye kikosi chao. Ni taarifa ipi utakwenda kujua hapa, kwa sababu kila kitu nimekusogezea utakwenda kujua kile ambacho klabu ya soka ya wananchi Yanga wameamua kukifanya. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Bana, unafahamu ya kwamba tunaelekea mwishoni mwa ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2024-2025, ambapo tutakwenda kushuhudia taarifa zingine zitakazozidi kuongezeka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kutokana na kile ambacho kila mmoja ameweza kukisikia juu ya wachezaji ambao wanaondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Taarifa ambayo kwa sasa ni kubwa kabisa ni kuhusiana na mwamba Stefano Aziz Ki, mwamba wa Gadugu, miongoni mwa wachezaji ambao walisajiliwa kwenye kikosi cha Young Africans takriban misimu miwili nyuma, huu akimalizia msimu wake wa tatu, ambapo anakuwa amefikisha miaka mitatu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Stefano Aziz Ki, taarifa ambayo ilitoka ni ikithibitishwa kwamba anaondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Yanga kuelekea kwake kule nchini Morocco katika klabu ya Wydad Casablanca, ambako umeweza kushuhudia kumekuwepo na minong'ono mingi sana ambayo ikiweza kuzungumzwa juu ya nani anayekuja kuwa mrisi wa namba ya Aziz Ki ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Yanga. Taarifa zimekuwa ni nyingi juu ya kile ambacho kimeweza kuzungumzwa kwa sasa, miongoni mwao ikiwemo pia Aziz Ki. Kuna watu walikuwa wanasema kwamba Aziz Ki ameondoka free, yani nikimaanisha kwamba Aziz Ki hajauzwa kwenye kikosi hicho, ameondoka kama mchezaji huru. Sasa klabu ya soka ya wananchi Yanga imeweza kuwajibu wale wote ambao walikuwa wanasema kwamba Aziz Ki hajauzwa na Yanga, bali aliondoka mkataba wake ukiwa umemalizika kwenye kikosi hicho. Taarifa inaelezwa ya kwamba Aziz Ki ataikosa dabi ya Kariakoo, ambayo kama ikichezwa, hata kama isipochezwa, basi atakutana kwenye CRDB Federation Cup, kwa sababu Simba bado yumo. Kama akifanikiwa kufuzu, basi ataikosa hata hiyo dabi ya CRDB huko katika kombe la shirikisho la FA. Sasa inaelezwa kwamba Aziz Ki hajaondoka kama mchezaji huru kwenye kikosi cha Young Africans, kwani biashara ya mkataba wake wa mwaka mmoja uliosalia imefanyika. Wydad wametuma kiasi cha shilingi dola milioni 1 sawa na shilingi bilioni 2 kwa ajili ya kumpata Stefano Aziz Ki, ambapo atasaini mkataba wa miaka 2 na wenye kipengele cha kuongeza mwingine kwenye kikosi cha Wydad. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wakisema kwamba ameondoka huru, hizo taarifa Young Africans wamezikanusha. Nimeanzia mbali kukueleza ya kwamba kuhusiana
na Stefano Aziz Ki kuondoka, kwani klabu ya Young Africans leo hii pia imethibitisha kwamba ni rasmi wenyewe kama klabu ameweza kudondoka. Hapa nazungumzia kwenye kikosi cha klabu ya Azam, na ni wazi ya kwamba wanapeleka ofa yao mezani kwa klabu ya Azam ili kuweza kupata saini ya Feitoto. Feitoto anatajwa kuja kuwa mrisi wa, hapa nazungumzia Aziz Ki ambaye ameondoka. Kwa hiyo kile ambacho kilichokuwa kiweza kuzungumzwa ni zaidi shaili kwamba kiko wazi. Kiungo mshambuliaji wa matajiri wa jiji la Dar es Salaam Azam FC Feisalum almaarufu Feitoto ndiye mchezaji aliyechangia mabao mengi zaidi katika ligi kuu ya soka Tanzania bara akiwa na magoli 27 kwa mwaka 2024. Januari 1 hadi Disemba 31 baada ya kufunga 15 na kuasisti 12. Kiwango bora cha Faisal kilimfanya kumaliza akiwa na mabao 19 ya ligi kuu bara kwa msimu uliopita, akiwa ndio mchezaji mzawa aliyeshika nafasi ya kwanza kwa waliofunga mabao mengi zaidi, akizidiwa na mwamba Feitoto ndani ya kikosi cha klabu ya soka hapa nazungumzia Young Africans. Sasa inaelezwa kwamba rekodi hiyo ambayo Feitoto alikuwa akiweza kuitengeneza, inaripotiwa kwamba anakwenda kuziba pengo la Stefano Aziz Ki ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Mwananchi Young African. Feitoto ambaye kwa sasa yeye mwenyewe anaeleza kwamba yuko tayari kwenda kuvivaa viatu vya Feitoto, na inaelezwa kwamba tayari jezi namba 10 imeweza kuandaliwa kwa ajili ya mwamba Feitoto kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo Yanga wenyewe wamempa mkataba wenye thamani ya shilingi milioni 750, huku ikielezwa kwamba mshahara atakuwa akiweza kupokea hapa nazungumzia akiweza kupokea kiasi cha shilingi zaidi ya milioni 40 pamoja gari, nyumba, yeyote ataweza kupewa. Hapa nazungumzia kile ambacho alichokuwa akiweza kukitaka, ambapo kila mmoja akieleza kwamba kile kilichoweza kufanyika, basi Feitoto itakuwa ni ngumu kuweza kukataa kutokana na kiasi hicho ambacho kimetajwa. Lakini duniani kote mpira wa miguu umekuwa ni faida kubwa kibiashara, mchezaji akiwa na muendelezo mzuri wa kiwango chake mechi baada ya mechi anaandaa malisho mapya kwenye timu kubwa zenye misuli ya kifedha. Aziz Ki anaondoka Yanga akiwa ameacha alama nzuri za kuvutia kwenye soka la Tanzania. Mfungaji bora msimu wa mwaka 2023-24, mchezaji bora wa msimu mwaka 2023-24, mmoja wa wachezaji muhimu walioipeleka Yanga fainali ya kombe la shirikisho Afrika msimu wa mwaka 2022-23. Maisha ya mpira yanataka nini tena kwa Aziz Ki? Kwa alichokifanya ndio kimevuta timu nyingi kuhitaji huduma yake. Sasa anaenda Wydad Casablanca, moja ya timu kubwa barani Afrika kimafanikio na kiuwekezaji. Wydad Casablanca ni kubwa kuliko Yanga. Yanga wataingiza pesa nyingi sana kupitia Aziz Ki, na moja ya chanzo cha mapato ya klabu ni kuuza wachezaji. Hapo faida wanayo kubwa sana. Sasa baada ya mauzo nini kinafuata? Inabidi apatikane mchezaji bora Aziz Ki au zaidi yake ili kusionekane kuna gepu eneo hilo. Rejea nyuma kidogo, Simba walipowauza Luis Mixon, Cletus Chama walipata fedha za kutosha kabisa, lakini walileta wachezaji wa aina gani? Lundo la wachezaji average, na pale Simba ikaporomoka sana kwenye ubora. Yanga kwenye hili wanapaswa kuwa makini sana. Namna ya kupata mchezaji bora kama Aziz Ki ni ngumu kupata namba 10 wa juu kwa haraka kutoka nje ya mipaka ya Tanzania, na hata ukipata anaweza kukopi mazingira kwa haraka na kutoa kilicho bora kwa wakati ni 50 kwa 50. Lakini kama Yanga watampata Feitoto itakuwa na maana kubwa sana kwao, kwa sababu ni mchezaji ambaye tayari amesha prove kuwa daraja lake ni la ubora na ni la juu. Kwangu namuona Feitoto kama mbadala sahihi wa Aziz Ki. Feitoto anaweza kutoa vitu vingi kwa kocha na kuipa timu faida kwenye uchaguzi wa kikosi na matumizi. Kuna kipindi cha nyuma Feitoto alicheza kama namba 6, ana uwezo wa kucheza kama box to box, yani midfielder namba 8, na kucheza kama namba 10. Kwa uwezo huu ni kocha gani asihitaji mchezaji mwenye hizi sifa? Hakuna. Muda utatupa majibu. Je, ataelekea Yanga ama itakuwaje? Ila usiache kuweka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, na bila kusahau ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini ili kuweza kupata mwendelezo